Kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho kabisa wa kundi, Young Africans wakiwa nyumbani dhidi ya JS Kabylie, ukiniuliza mimi nafikiri Yanga wana uwezo wa kupata huo ushindi wa tofauti ya goli 3 ambao unazungumzwa kwamba ndio unahitajika kwanza kwa upande wao. Kwa nini nasema hivi? Nafikiri Yanga wameshatuonyesha wakiwa na kundi kubwa tu la wachezaji wengi ambao hata hivi sasa wapo kwamba wanaweza kufanya kitu ambacho tunasema ni miujiza mwisho wa siku. Waliwahi kufanya dhidi ya Belouizdad, lakini pia hata kwenye mazingira mengine ambayo yalikuwa ni magumu kwa upande wao kwenye hii michuano ya kimataifa, Young Africans wameonyesha kwamba wanapotakiwa kutimiza kitu fulani wana uwezo huo. Kwa nini nasema hivyo specifically kwa Yanga hii sasa hivi? Ni kweli Young Africans kwa sasa hivi inaonekana kama vile safu yake ya ushambuliaji peke yake kutegemewa, hasa eneo la namba 9 inaweza kuwa ni changamoto, kwa maana tukisema tubebeshe mzigo wote kwa wao wale watu wanaocheza pale katikati kwenye eneo la juu, pengine huu mwafaka ninaozungumza unaweza kuwa mgumu. Lakini nazungumza hivi kwa sababu Young Africans kuanzia kwenye hatua za awali mpaka kwenye hatua ya makundi hivi sasa wamekuwa na wafungaji 6 tofauti. Yaani hii Yanga ambayo tunasema kwamba pengine matumizi ya nafasi sio mazuri, ni Yanga ambayo pia imetuonyesha kwamba haitakiwi pia ama haijakuwa tu ikitegemea washambuliaji wakati pekee yake kwenye kupata magoli yao. Kumekuwa kuna wafungaji 6 tofauti kuanzia kwenye hatua za awali. Kuna Azizi Ndambwile kama miongoni mwa wafungaji, kuna Dickson Jobu, kuna Pacome Zouzoua, kuna Max Nzengeli, kuna Prince Dube, kuna Ibrahim Baka. Wafungaji 6 tofauti ambao Young Africans wamekuwa nao kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Kwa hiyo kitu ambacho kinaonekana hapa ni kwamba kumbe Yanga kuelekea kwenye mechi ambayo itakuwa ina uhitaji wa wao kupata magoli ya kutosha, hawawezi tu hawana ulazima wa kutegemea mshambuliaji peke yake. Wanaweza kutengeneza mazingira mengine ambayo yanaweza kuwaruhusu watu wengine wachangie upatikanaji wa magoli na mwisho wa siku wakapata idadi ya magoli ambayo wanaihitaji. Hilo la kwanza. Lakini kingine, mwafaka sasa ina maana hapa haubaki kwa wao tu. Wao kupata ushindi huo ninaozungumza watafua tofauti ya goli 3 hautoshi kuwafanya wakafuzu. Lakini hicho kitu kipo ndani ya uwezo wao, kwa muktadha huu ambao nimeubainisha hapo. Lakini kingine, watu wanachopaswa kuelewa pia ni kwamba hii mechi kama ambavyo FAR Rabat anataka kushinda, Ahli pia anataka kushinda na kuongoza kundi. Kwa sababu kikawaida unapoongoza kundi maana kuna faida ya wewe kupata fixture ambayo inakuja kuwa ni nyepesi kwenye hatua ya mtoano. Hakuna mechi rahisi kwenye michuano kama hii, lakini kuna daraja fulani la ubora ambalo pengine unaweza kujikuta unalipunguza kutokana na wewe kuwa ndo kinara wa kundi lako mwisho wa siku. Kwa hiyo Ahli analijua hilo, yuko nyumbani, atahakikisha na yeye pia anapata alama 3 ambazo ni muhimu kuhakikisha. Yaani kiufupi Ahli hatakuwa ni mtu ambaye anataka kuona anaondoka bila chochote katika mchezo, na necessarily atataka ashinde huu mchezo. Ahli tangu mwaka uliopita, kwa maana ya Januari 2025, Ahli hajapoteza mchezo nyumbani. Kwa unaweza kuona Ahli sasa hivi ana mwaka na mwezi mmoja hajapoteza mchezo wote wa nyumbani kwenye michuano ya kimataifa. Then pia FAR Rabat hajapata ushindi kwenye michezo yake mitatu ya mwisho ya ugenini kwenye hii michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ibaki tu kwamba mwisho wa siku nafikiri Young Africans wanachoweza kukifanya ni kile ambacho kipo ndani ya uwezo wako. Shinda mechi yako kwanza, kitu ambacho mimi naamini Young Africans kipo ndani ya uwezo wao. Mwisho wa siku hakuna aibu ama hakuna fedheha kama utakuwa umefanya kazi yako wewe. Unajua kuna ile kwamba wewe unashindwa kuifanya kazi yako alafu na kule pia unakuja kukuta pia matokeo ambayo yamepatikana pia huku yatarajia mwisho wa siku au hayakuwa rafiki kwa upande wako. Kwa hiyo hapo inakuwa ni kama vile kwamba haijalishi tena, lakini kama unaweza kufanya kile ambacho kipo ndani ya uwezo wako, mwisho wa siku nafikiri vyovyote itakavyokuwa psychologically hamuondoki mkiwa chini. Mnaamini kwamba haikuwa bahati yetu, halikuitwa kundi la kifo kwa bahati mbaya. Mliweza kufanya kile ambacho kilikuwa ndani ya uwezo wenu, lakini mwisho wa siku hatima ya hii mechi ama hatima ya kufuzu kwenu haiko ndani ya mikono yenu pekee yenu. Lakini kwa namna ambavyo situation inaonekana Young Africans kuweza kufuzu, licha kwamba uwezekano ni mdogo, lakini nafasi ipo, uhalisia huo upo mkubwa tu. Wao wanaweza kupata matokeo ambayo yanatakiwa yapatikane kutoka kwao kikamilifu. Na Kabylie kupoteza kwenye mchezo mgumu dhidi ya Ahli akiwa ugenini ni kitu ambacho kinawezekana.